Ndugu zangu wanahabari na marafiki zangu ambao mko hapa, nimewaita leo kwenye presi hii ili niweze kuzungumza na kuweza kuweka wazi baadhi ya mambo ambayo pengine kuna watu wengi bado yanawachanganya mpaka sasa. Ndugu zangu, siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2025 nimerejesha fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini kupitia Chama cha Mapinduzi. Nimerejesha fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Nimeona niseme hili kwa sababu kwanza tumeshamaliza mchakato mzima wa bunge la 12. Kama ambavyo mliona tarehe 27 Mheshimiwa Rais alikuja kuahirisha bunge, japo bado tunaendelea mpaka tarehe 3 mwezi Agosti. Lakini tayari michakato yote kwenye vyama vyote imeshaanza, na Chama cha Mapinduzi kilianza mchakato wake tarehe 28 wa uchukuaji wa fomu. Mimi nilifanikiwa kuchukua fomu yangu ofisi ya katibu wa CCM wa wilaya siku ya jana tarehe 30 mwezi wa 6, na siku ya leo nimefanikiwa kuirudisha fomu hiyo. Kipekee kabisa nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyenijalia uzima na afya kwa kipindi chote cha miaka 5 nilipokuwa nikitumikia ubunge wangu wa viti maalum katika mkoa huu wa Tabora wenye wilaya 7 na majimbo 12. Nimetumikia salama na ninamshukuru Mwenyezi Mungu nimemaliza salama. Lakini pili, nishukuru familia yangu, mume wangu ambaye yuko hapa pamoja na mimi, ambaye amekuja kunisindikiza leo kwa ajili ya kwenda kurejesha fomu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini na dada yangu pia na ndugu zangu ambao wako hapa, familia yangu. Lakini kipekee ni washukuru watu wote ambao walinipa ushirikiano wakati wote nilipokuwa nikitumikia nafasi yangu hii ya ubunge wa viti maalumu katika mkoa wa Tabora. Kama ambavyo mnaona wanahabari, hapa kuna watu wamevaa t-shirt ambazo zimeandikwa Friends of Hawa. Hawa ni marafiki zangu, ni ndugu zangu, niko nao hawa kwa muda mrefu. Tangu nimeanza kufanya siasa za Tabora mwaka 2011, hawa ni watu ambao tumekuwa pamoja, wamekuwa wakiniongoza kwa sababu wapo wakubwa, wapo wadogo, wapo vijana wenzangu ambao tumekuwa pamoja katika jimbo hili la Tabora mjini. Nawaona niko nao hapa. Kumekuwa kuna maswali mengi sana kuhusiana na hili swala la Friends of Hawa. Wengi wamekuwa hawalielewi limetokanaje, lakini natamani sana watu wengi wafahamu kwamba hawa ni ndugu zangu, ni marafiki zangu, ni watu ambao tumekuwa nao kwa muda wote nikiwa nafanya siasa zangu za Tabora mpaka nimekuwa mbunge, na hata sasa leo nakuja tena kuzungumza na wanahabari nikiomba tena ridhaa ya kugombea jimbo hili kwa mara ya pili. Mwaka 2020 niliomba ridhaa lakini kura hazikutosha, na sasa narudia tena kuomba ridhaa kupitia Chama cha Mapinduzi ambako tayari michakato inaendelea. Lakini pia niwashukuru sana madiwani wenzangu wa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Tumeshirikiana nao vizuri kwenye mambo mbalimbali, kwenye changamoto ambazo zilikuwa zikiwakabili wana Tabora tumekuwa pamoja bega kwa bega. Kwenye kata zilizokuwa na changamoto tumekuwa tukiambiana na matokeo yake kuweza kuzifanyia kazi ili kuweza kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais, lakini pia kutimiza azma ya wana Tabora kwa yale ambayo walikuwa wanayatarajia. Siku zote kila mwamba ngoma huvutia kwake, lakini siwezi kusema sana kwa sababu ninaamini wanahabari nyie ni mashahidi kwa kazi ambazo nimezifanya kwa kipindi hicho mpaka hapa ambapo tumemaliza, na mnanifahamu, mnanijua. Kwa hiyo
nataraji ushirikiano hata huko mbele ambako ninakwenda, nikienda sasa kukitumikia Chama cha Mapinduzi, nikitumikia wananchi wa Tabora pale ambapo nitapata ridhaa kwa Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu wa 2025 mwezi Oktoba, ambapo tunasema Oktoba tunatiki. Na kubwa ambalo lilinifanya niamue kuingia kwenye Chama cha Mapinduzi, nimekuwa mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Tabora 2015, 2020, 2020, 2025. Nimeona ni kwa namna gani ambavyo kama mwakilishi wa wananchi wa mkoa wa Tabora, changamoto nilizokuwa nikiziwasilisha, serikali hii ya awamu ya 6 imekuwa ikizifanyia kazi. Kwa hiyo nikaona kwamba kumbe inawezekana, kwamba hata nikiwa upande huo inawezekana kabisa haya ninayoyazungumza nikapata mara 2 zaidi, kwa sababu niko mule ambako hata kiongozi wa nchi hii yuko kwenye chama hicho. Lakini pili, Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Unafahamu Mheshimiwa Rais wetu ni mama, ni mwanamke shupavu, ni mwanamke ambaye anajali, ni mwanamke ambaye anaelewa, ni mwanamke mwenye huruma, ambaye kila eneo ambalo lina changamoto amejitahidi kuligusa kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa hiyo na mimi nikaona inawezekana kabisa kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika majukumu haya anayoyafanya. Kwa miaka 4 tumeona vitu vingi ambavyo tayari amekwisha vifanya. Vikiwepo vingine mimi kama mbunge mwakilishi wa Tabora nimevifikisha na vimeweza kufanyiwa kazi. Nikiwa mjumbe wa kamati ya TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, nimetembea nchi hii mikoa yote 26 kupita kuangalia miradi mbalimbali ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya, tena ile ambayo inagusa wananchi. Lakini huko nyuma tulikuwa tunasema kwamba kumekuwa na utaratibu wa watu kujali zaidi maendeleo ya vitu kuliko maendeleo ya watu. Lakini mama huyu alikuja tofauti kabisa, kwamba yeye aliamua sasa kwamba ni lazima tufike mahali tubadilishe utaratibu na maendeleo yawe ni maendeleo ya watu na sio maendeleo ya vitu. Tumeona mashule yakijengwa, hayo ni maendeleo moja kwa moja yanakuja huko chini kwa wananchi. Lakini tumeona huduma za afya zikiwa zinaboreshwa, tumeona miundombinu ikiwa inarekebishwa kwenye maeneo mbalimbali. Sasa pamoja na hayo yote ambayo ameyafanya, bado hata yale ambayo aliyaacha mtangulizi wake, mama huyu alisema kazi iendelee, na ameyafanya kwa kiwango cha hali ya juu. Tumeona hata juzi ametoka kuzindua daraja la Kigongo Busisi. Lakini tunaambiwa lile bwawa la Mwalimu Nyerere, kipindi ambacho tunakwenda kutembelea bwawa la Mwalimu Nyerere mwaka 2021 kama kamati ya bunge, tulilikuta bado liko kwenye ndo limeanza. Wakati huo likiwa limelipiwa fedha kidogo sana, lakini mama huyu amepambana, hata nusu ya fedha ilikuwa bado haijafika kulipiwa lile bwawa. Amepambana mama huyu, leo 98% bwawa lile tayari liko kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini tumeona SGR ni miradi mikubwa tunayoizungumza hapa, ambayo angeamua kuiacha, ina maana sijui tungekuwa na hali gani, kwa sababu tayari ilikuwa ni miradi mikubwa ya fedha nyingi. Lakini mama alisema hapana, pamoja na miradi mikubwa hii, lakini bado nitapambana kuhakikisha kwamba maendeleo ya watu huku chini yanaonekana. Kama mtakumbuka mwaka 2020 nimekuwa kinara wa kuzungumzia changamoto kubwa ya watoto wetu kusoma kwenye vyumba vya madarasa vichache, hivyo kupelekea watoto wetu saa zingine kupewa muda, watoto hawa wanatoka wanaingia watoto wengine. Leo hii hatuzungumzi kuhusiana na madarasa kuwa machache, tunazungumza habari nyingine. Lakini pia tumekuwa tukizungumzia huduma za afya kuwa mbali na maeneo ya watu. Leo kila kata unayokwenda tunazo zahanati, lakini tunavyo sasa vituo vya afya hapa Tabora mjini peke yake. Tunavyo vituo vya afya 4. Kimoja kikiwepo cha kata ya Ipuli ambacho kinakwenda kuboreshwa zaidi ili kiweze kuwa na tija kubwa zaidi kwa wananchi wetu ambao wanaishi kwenye maeneo ya hapa mjini. Lakini tumeona hata upande wa barabara.
Wenzetu wa TARURA wanajitahidi sana. Ni hizi mvua tu ambazo ndio zinakuja zinakuwa zinafanya ndivyo sivyo. Kwa hiyo haya na mengine mengi ambayo yamenivuta mimi kuja kwenye Chama cha Mapinduzi na kuona kwamba kumbe ninaweza kuyasema haya hata kwa wananchi kule ili mambo yaweze kuwa sawa sawa. Hicho ndio kilichonivutia na kanifanya nijiunge na Chama cha Mapinduzi na si vinginevyo.